Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Biblia ina mambo mengi yaliyotabiriwa na manabii ambayo baadaye yalitimia, kama vile kuzaliwa kwa Yesu Bethlehem, kuangamizwa kwa hekalu la Yerusalemu na kutekwa kwa Yuda pamoja na Babeli. Manabii walitabiri kwa kuzingatia ufunuo kutoka kwa Mungu, hali halisi ya jamii yao na ahadi za Agano la Kale. Malengo makuu ya utabiri au ujumbe wa manabii katika maandiko ni kuonya watu, kuleta mwongozo wa kiroho na kudhihirisha mapenzi ya Mungu. Malengo ya kiroho na maadili ni kuonya kuhusu dhambi, kuwakumbusha watu juu ya matokeo mabaya ya uasi na uovu wao, kuhimiza toba, kuwaita watu wamrudie Mungu na kuacha njia zilizo mbaya, kufunua tabia ya Mungu, kuonyesha upendo, haki na huruma ya Mungu kwa wanadamu, kuleta faraja, kuwapa matumaini wale waliokata tamaa au walioko kwenye mateso na dhiki. Malengo ya mwongozo na wakati ujao: kutoa mwongozo, kuonyesha njia sahihi ya kwenda katika maisha kila siku na maamuzi ya jamii, kutabiri mambo yajayo, kuweka wazi matukio ya baadaye ili watu waweze kujiandaa na kushuhudia ukuu wa Mungu, kushuhudia ujio wa Masihi, kutangaza habari za kuwekwa huru kwa wanadamu na kupitia mpango wa wokovu. Malengo ya jamii na utaratibu: kutetea wanyonge, kusimamia haki za maskini, wajane na yatima katika jamii, kudumisha agano, kuwakumbusha watu ahadi na masharti ya agano lao na Mungu, kusafisha ibada, kukataza ibada za uongo, miungu ya uongo na unafiki wa kidini. Mambo 10 ya kinabii ambayo yaliweza kutabiriwa na mwishowe yakaweza kutokea. Moja ni kuzaliwa kwa Masihi Bethlehem. Nabii Mika alitabiri kuwa mtawala wa Israeli angetokea Bethlehem, jambo lililotimia wakati wa kuzaliwa kwa Yesu. Ukisoma Mika sura ya 5 aya ya 2 inasema kuwa, bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwao wewe atanitokea mmoja atakaye kuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5 inasema kuwa Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, majasusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehem ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Jambo la pili ambalo lilitabiriwa na kuweza kutokea ni swala la Imanueli kuzaliwa na bikira. Nabii Isaya alitabiri kuwa bikira angepata mimba na kumzaa mtoto aitwaye Imanueli. Ukisoma Isaya sura 7 aya 14 inasema kuwa, kwa hiyo Bwana mwenyewe anawapa ishara, tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanaume, naye atamwita jina lake Imanueli. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 1 aya 22 hadi 23, hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii. Alisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Jambo la tatu ambalo lilitabiriwa na manabii na mwisho wa siku likaweza kutimia ni kuingia Yerusalemu kwa punda. Nabii Zekaria alitabiri mfalme angekuja akiwa amepanda mwana punda. Ukisoma Zekaria sura 9 aya 9 inasema kuwa, furahini sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam, mwana punda,
mtoto wa punda. Ukisoma Mathayo sura ya 21 aya 4 hadi 5 inasema kuwa haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii alisema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda na mwana punda, mtoto wa punda. Jambo la 4 ambalo lilitabiliwa na likaweza kutokea ni kusalitiwa kwa vipande 30 vya fedha. Zekaria alitabiri bei ya kusalitiwa kwa mtumishi wa Mungu. Ukisoma Zekaria sura ya 11 aya 12 hadi 13 inasema kuwa, nikamwambia, mkiona vyema nipeni ujira wangu, kama sivyo msinipe. Basi wakanipimia vipande 30 vya fedha kuwa ndiyo ujira wangu. Kisha Bwana akaniambia, mtupie mfinyanzi kima kizuri hicho kilichotiwa kima na watu hao. Basi nikavitwaa vile vipande 30 vya fedha, nikamtupia huyo mfinyanzi ndani ya nyumba ya Bwana. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura 27 aya 9 hadi 10 kinasema kuwa, ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitwaa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi kama Bwana alivyoniagiza. Jambo la 5 ambalo lilitabiliwa na manabii na likaweza kutokea ni kutekwa kwa Yerusalemu na Babeli. Yeremia alitabiri Waisraeli wangetumwa utumwani Babeli kwa miaka 70. Ukisoma Yeremia sura ya 25 aya 11 hadi 12 inasema kuwa, na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa. Na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya yatamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70, na itakuwa miaka hiyo 70 itakayotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, alisema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nao nchi ya Wakaldayo pia nami nitaifanya kuwa ukiwa wa milele. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 36 aya 21 inasema kuwa, ili kutimiza neno la Bwana kwa kinywa cha Yeremia, hata nchi ilipofurahia sabato zake, kwa maana siku zote ilipokaa ukiwa ilishika sabato, ikatimiza miaka 70. Jambo la 6 ambalo lilitabiliwa na manabii na likaweza kutokea ni kumwagiwa kwa Roho Mtakatifu. Nabii Yoeli alitabiri Mungu angeendeleza roho yake juu ya wote siku za mwisho. Ukisoma Yoeli sura ya 2 aya 28 inasema kuwa, hata ikawa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataota maono. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 16 hadi 17 inasema kuwa, lakini jambo hili ni lile lililonenwa kinywa cha nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho, anasema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Hayo ndiyo mambo 7 ambayo manabii waliweza kutabiri, na katika kutabiri kwao mambo haya yaliweza kutokea. Asante, endelea kuwa nasi, endelea kufuatilia makala zingine ambazo zinakuja, ili usipitwe na taarifa yeyote ambayo tutaileta katika channel yako. Lakini pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu ambazo tunakuletea kila wakati. Asante na kwaheri.